Shalom. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Mahali popote ulipo, naendelea kutufuatilia na unaendelea kututazama pia kwenye channel yetu hii Pendo ya Pentecoste Injili ya Yesu. Leo kulikuwa kuna tukio ambalo lilikuwa linaendelea. Kwa kweli tunamtukuza Mungu na kwa nafasi ambayo ameweza kutupatia katika siku hii ya leo. Tulikuwa tupo kwenye jambo la ubatizo. Kuna watu ambao wameweza kumpokea Yesu na kumwamini Yesu. Hatua ambayo wameweza kuchukua ni kwamba kuweza kuacha dhambi zao na kumpokea Yesu kikamilifu. Yaani maana yake unapompokea Yesu kikamilifu, maana yake aminie na kubatizwa ataokoka. Kwa sasa kama umeweza kumwamini Yesu na ukabatizwa, basi wewe umepata kuokoka. Kwa hiyo ni jambo ambalo limetokea maeneo yetu ya kanisani. Hivi unavyoona, kama unavyoona, tulikuwa maeneo ambayo watu walikuwa wanabatizwa na watu wamebatizwa wengi sana, wameweza kumpokea Yesu. Kwa hiyo katika hatua hii tunamshukuru Mungu sana kwa kibali na nafasi ambayo ameweza kutupatia. Watu wameweza kuokoka na watu pia wameweza kumpokea Yesu kwa roho na kweli. Kwa hiyo tumefanya ubatizo kama unavyoona, bado umetoka hapa maeneo ya kubatizia. Ubatizo umefanyika na watu wamebatizwa. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Lakini pia nataka nikusii wewe ambaye hujabatizwa lakini tayari umeshaokoka, bado hujaokoka sasa kikamilifu. Yaani kama umeweza kumwamini Yesu lakini bado hujabatizwa, maana yake bado haujaokoka kikamilifu. Yule aliyeokoka na akamwamini Yesu lazima akamilishe neno ubatizo. Kwa hiyo wewe unayenisikiliza hapo, unajua kabisa kwamba umempokea Yesu kwa mwokozi wako, alafu bado hujabatizwa, basi chukua hatua ya kubatizwa. Yesu pia na yeye alibatizwa. Kwa hiyo wewe ambaye unasema kwamba mimi sitakuja kubatizwa, basi wewe utakuwa unapingana na Yesu. Na wewe sasa unaweza kusema kwamba wewe ni mkuu sana kuliko Yesu. Hapana. Yesu kama alibatizwa, basi na wewe chukua hatua ya kubatizwa. Kwa hiyo mimi sina mengi sana ya kuzungumza zaidi ya kwamba leo tunamtukuza Mungu, watu wamebatizwa, wameweza kumpokea Yesu. Mungu akubariki sana.